wazazi, maana hili ni la kwetu wazazi, hasa sisi na Mheshimiwa Diwani na wananchi wako. Leo tunazindua kampeni ya chanjo yetu ya polio. Ni kwa ajili ya watoto wetu kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 10. Sawa kina mama, mmemsikia mganga mkuu amesema hapa. Lakini chanjo yetu hii tutaifanya hata kwa wale watoto ambao tayari wameshapata chanjo ya mwanzo ya polio. Tunarudia sababu kuna viashiria, sababu polio ziko za aina 3. Lakini kuna viashiria vya polio namba 2 ambavyo vimeonekana vipo katika ukanda huu wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ndio maana tunapata chanjo hii. Na kwa kwanza tu kitaifa ni mikoa yetu 7 ndio tunaanza nayo, ikiwemo na mkoa wetu wa Mwanza, ikiwemo na wilaya yetu ya Nyamagana. Lakini pia kutokana na wakati huu tunakwenda wakati wa likizo, na nimeambiwa itafanyika ndani ya siku 4. Nimeambiwa pia tutakwenda mashuleni, lakini pia tutakwenda mpaka majumbani kuwapatia hii chanjo ya polio. Mmeona wazazi? Kwa hiyo hatuwakusanyi tu kuambia kwamba mje kwenye vituo vya afya ama kwenye dispensari zetu, lakini pia tutawafuata huko majumbani. Kwa hiyo nyie mliofika hapa sasa, mkatusaidie sasa kuja kuwa kule mabalozi wetu, muwataarifu na wananchi wengine ambao hawajafika hapa kwamba kuna zoezi hili la chanjo hii ya polio inafanya nini? Inaendelea. Kwa hiyo wataalamu wa afya wakifika kwenye majumba yetu huko, wakifika kwenye maeneo yetu ya mikusanyiko huko kama stendi, tusishangae jamani. Sio tukasema hizi chanjo zimetoka wapi? Mbona hatujataarifiwa? Kwa hiyo mimi nawahamasisha sana wananchi, mkatusaidia kuhamasisha wananchi wengine huko mitaani, hasa mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa mtaa yuko wapi? Mwenyekiti wa mtaa na mtendaji wa mtaa, na nimemwona mtendaji wa kata hapa, mwakilishi. Zoezi hili ni la kwetu. Kwa hiyo nyie ndio wa kwanza kufika huko majumbani na kuwaelewesha wananchi, ili wasije wakapata taharuki, mbona wanakuja majumbani leo, chanjo gani ya nyumbani? Kwa hiyo wananchi, mimi nawasihi sana tuweze kuipokea chanjo hii, lakini watoto wetu tuhakikishe kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10. Hata kama wajirani yako mtaarifu aje apate hiyo chanjo. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema. Nasema kwa muda huu sasa rasmi nafungua zoezi hili la chanjo ya polio. Asante. Historia ya ugonjwa wa polio ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanazuiliwa kwa chanjo. Polio ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanazuiliwa kwa nini? Kwa chanjo. Ugonjwa huu ulikuwa ni miongoni mwa magonjwa ambayo yalikuwa yameshadhibitiwa na chanjo toka miaka mingi huko nyuma. Lakini Wizara ya Afya tumekuwa tukifanya utafiti mbalimbali, tunaita surveillance, kuangalia kama kuna dalili za uwepo wa virusi hivi au la. Yaani kwa ugonjwa wote ambao unadhibitiwa na chanjo, tukishauondoa kwenye maeneo yetu au duniani, tuendelea kufuatilia kama bado upo au la. Kwa hiyo kabla hatujapewa cheti kama nchi kama tumeshaondoa huu ugonjwa, tumekuwa tukifuatilia kwenye mazingira yetu. Tulikuwa tukichukua sample kwenye mifumo ya maji taka na kadhalika. Tunafahamu ugonjwa huwa mara nyingi wadudu wake wanakaa kwenye choo cha binadamu. Kwa hiyo katika utafiti huo tumegundua kwamba kwenye mifumo yetu ya maji taka ya mkoa wa Mwanza na maeneo ya jirani, virusi hivyo vimefanya nini? Vimepatikana vya polio. Kwa hiyo kwa mwongozo wa WHO na Wizara ya Afya, ikitokea virusi hivyo vimeonekana mahali, lazima watoto wote wakingwe ili wasiweze kupata huo ugonjwa. Kwa nini watoto? Kwanza, madhara ya ugonjwa huu huwapata zaidi watoto wadogo. Kwa hiyo viungo vyao vinakuwa vijana havijakomaa. Lakini vile vile watoto wadogo ndio wana hatari kubwa ya kufanya nini? Ya kuweza kula vile vimelea, kuipata. Sababu watatambaa chini, watashika udongo na kadhalika. Kwa hiyo lengo la zoezi kama nilivyoambia mwanzoni ni kwamba watoto wote kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10 wapewe hiyo chanjo. Chanjo hii ni chanjo ya kawaida kama ile ambayo inatolewa kwenye chanjo za kila siku. Kwa hiyo maana yake haina madhara. Ishafanywa utafiti kila namna, haina madhara yoyote. Japo kuna maudhi madogo madogo ambayo yanadhibitika. Lakini pia chanjo hii tunaitoa kwa mikoa 7 ndivyo kama nilivyosema. Tumefanya awamu ya kwanza, lakini mwezi wa 5 tutatoa tena awamu ya pili ili kuhakikisha kwamba watoto wote wamepata chanjo na ugonjwa wetu tunadhibiti kwa asilimia. Madhara yanaweza kutoka kwa ambaye hajapata chanjo, maana yake ni kwamba chanjo inazuia ugonjwa. Kwa hiyo ambaye atapata chanjo maana yake atapata ugonjwa. Huu ugonjwa wa polio madhara yake makubwa ni mawili. Dhara la kwanza ni ulemavu wa kudumu.
mtoto analegea, wanasema analegea miguu na mikono, alafu inasinyaa na inakuwa nini? Tepetepe. Anapata ule ulemavu wa viungo tepetepe. Anakuwa na miguu membamba iliyopooza, lakini inakuwa nini? Sio ile ya kukomaa, ukakamaa. Na ulemavu huo ni wa maisha, hautibiki popote pale. Lakini vile vile madhara mengine ni kifo. Kwa hiyo tutaangalia sasa ugumu wake. Mtu akiwa na ulemavu, gharama za kumtunza na kadhalika zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ni haki ya kila mtoto kupata hii chanjo ili kumepusha na ulemavu wa kudumu, lakini vile vile kumepusha nini? Na kifo. Nipi rai yako sasa? Mimi kwa majina naitwa Juma John Ndila, diwani wa kata ya Mkolani. Bahati nzuri nilikuwa na ziara ya washukuru wananchi katika kata yangu hii ya Mkolani. Na tumewaeleza madhara na uzuri wa chanjo na madhara yake. Mtoto asipopata chanjo ni shida, kwa sababu kwanza ni kupooza mtoto. Na kwa vile sasa hivi Watanzania wengi wamekuwa waelewa kuhusu habari ya chanjo. Na ndio maana unaona katika siku ya leo ya uzinduzi katika kata yangu watu wamejitokeza wengi, watoto wamejitokeza, hasa watoto wa shuleni, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza kuna watu wako mitaani wamekwenda kwa mnajili, kila nyumba itafikiwa. Na uhamasishaji huko vizuri na watu wamekubali, kwa sababu dunia leo huwezi kukwepa yale ambayo unapewa maelekezo na watu wa afya.